Watanzania wenzangu, nina ujasiri wote wa kuambia ya kwamba Mungu atatuvusha kwenye kipindi hiki ambacho Rais Samia amekuwa Mungu mtu, ambapo anaamini anaweza kufanya chochote na hakuna mtu wa kumfanya chochote. Ngoja nianze kwa kuambia hivi. Nilipoanza kurusha video zenye ujumbe wa neno la Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania na kusimulia zile ndoto ambazo niliota juu ya Rais mstaafu Kikwete akiagiza Gwajima akamatwe, lakini pia nikaelezea ndoto zingine ambazo zilikuwa zinaelezea yale yanayotokea kwa sasa, akaunti yangu ya YouTube ilifungiwa. Nilikuwa siwezi tena kuupload video, nilikuwa siwezi tena hata kuangalia mwenyewe video kuingia YouTube. Hiyo ilikuwa tarehe 15. Nikaishika simu yangu, na wakati huo kumbuka mimi mpaka wakati huu ninavyosema niko Marekani kwenye masomo haya ya huduma ya uinjilisti chini ya huduma Leonard Bonke, ambapo nilitangulia kuambia kwamba sikuwa na mpango wala sikuwa na connection nao. Nilipokuwa naombea uamsho na taifa, ndo Mungu akanipa ndoto, ndo hiyo ndoto ikawa inafunguka, inatimia hatua kwa hatua. Sasa nikawaza sasa kwamba sasa hivi niko Marekani, sina wenyeji na sina utaalamu wowote wa IT. Ninawezaje kuirudisha akaunti yangu ya YouTube? Nilipokuwa nikiwaza, hiyo ni tarehe 15 mwezi wa 10 2025. Nikawaza kwamba nafanyeje. Nilipokuwa ninawaza, nikasikia ndani yangu ninaambiwa kama Paulo na Sila walipomtukuza Mungu na kuendelea kumwamini Mungu, milango ya gereza ilifunguka. Je, Mungu hawezi akafungua simu yako? Je, Mungu sio mtaalamu kupita ma-IT wote duniani? Wow, nikasema Mungu ndo bosi wa ma-IT. Kabla wao hawajasomea IT, yeye ndiye aliyekuwa ameanzisha IT. Wow. Kwa nikaikabidhi simu yangu kwa Mungu, nikamwambia Mungu, ninaomba unifungulie akaunti yangu. Kwa nikaiweka simu yangu mezani, nikaendelea na shughuli zingine baada ya kuwa nimemwamini Mungu na kumuomba. Then jioni nilipokuja kuichukua simu yangu na kujaribu kuingia YouTube, kila kitu kilikuwa kinaenda sawa na mpaka sasa hivi. Nini ambacho nataka niwaambie kupitia ushuhuda huu ambao nimemuona Mungu ndani ya mwezi huu tu, ni kwamba ushuhuda huu unatukumbusha wazi kwa habari ya kwamba Mungu hufanya njia pasipo na njia kwenye kile unachomuomba. Shida yetu wanadamu ni kwamba tunapoenda mbele za Mungu huwa tumtazami Mungu katika nafasi yake ya Mungu. Huwa tunamtazama Mungu kupitia nafasi zetu wanadamu. Yaani tunamkadiria Mungu kulingana na uwezo wetu wanadamu. Lakini Mungu hawezi akafananishwa na mwanadamu. Naomba niwakumbushe ya kwamba Rais Samia alizaliwa kama watu wengine. Rais Samia alikuwa mtoto kama watu wengine, alikuwa ananyweshwa uji, hawezi kunywa mwenyewe. Alikuwa hawezi kuongea, alianza na neno la baba, mama kama watoto wengine. Leo anaweza akamtishia Mungu kiasi kwamba tunaweza tukakosa imani kwa Mungu, tukaanza kutafuta njia zetu wenyewe. Sina shida na Mange Kimambi kuhamasisha maandamano, lakini ninakuwa challenged na watumishi wa Mungu ambapo wanapoona kama kwamba wakisimama kwenye nafasi zao za maombi Mungu aweza akajibu. Hiyo hapana. Hata kama ni askofu au ni mtu mkubwa kiasi gani, ni mtumishi mkubwa kiasi gani, ameaminiwa kiasi gani, bado ubinadamu huwa upo. Hata Musa ambaye ni mtumishi mkubwa, kuna wakati ambapo alienda kinyume kwa sababu ya hasira. Kwa ndio maana kwenye kila hatua ambayo Mungu amekupa, kwenye kila nafasi ambayo Mungu amekupa, hakikisha utangulizi ubinadamu. Hata kama jambo lilo mbele yako ni kubwa kiasi gani, relax kwanza, alafu mtazame Mungu. Daudi alisemaje? Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu
u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Wakati mtu ambapo hujainua macho yako kwa Mungu, uwezo wako utaishia kwenye ule unaouona ndani. Utaanza kutazama uwezo wa Mungu kwa njia ya kibinadamu. Utakuwa mkadiria Mungu. Lakini ukimuinua Mungu, ukiinua moyo wako kwa Mungu, hiyo changamoto utaiona ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Wale ambao mnafuatilia watumishi wa Mungu, mnamkumbuka mtumishi wa Mungu Askofu Benson Idahosa? Si mnamkumbuka? Alikuwa anamwabudu Mungu kama tunayemwabudu. Alitumia mamlaka ya Yesu Kristo kama ambavyo na sisi tumepewa mamlaka ya kupitia jina la Yesu. Lakini alitiisha falme na mamlaka za Nigeria, ambapo kuna upinzani mkubwa kuliko hata tunaouona Tanzania. Lakini alimsimamisha Mungu. Leo tunafikia mahali ya kuhamasisha maandamano ya watumishi wa Mungu? No. Wale ambao hawamjui huyu Mungu tuliye naye wanaweza kuhamasisha, wanaweza kufanya, lakini wewe kumbuka nafasi yako. Okay, naomba niwarejeshe kwenye neno la Mungu kidogo. Ni kwamba ndoto za Yusufu hazikuwa na maana kwa ndugu zake. Ndiyo maana walimpinga, kama ambavyo watu wengi wananipinga ndoto ambazo Mungu alikuwa ananipa kwa ajili ya taifa. Na kuna nyingine bado sijazisema kwa sababu nahitaji kusema kila ambacho Mungu ameniongoza au wakati wake umetimia wa kuweza kuisema. Kwa hiyo kama ndugu zake Yusufu wangejua kwamba hizo ndoto zimebeba hatima yao, zimebeba kusaidiwa kwao, wasingemchukia wala wasingemuuza utumwani Misri. Lakini pia kama wasingemuuza utumwani Misri, angewezaje tena kuja kuwasaidia kwenye kipindi cha njaa? Nini maana yake hapa? Ni kwamba Mungu anapoanzisha jambo, Mungu akiamua kufanya jambo, huwa anatumia watu wa kila tabia. Mungu anakutumia kulingana na tabia yako na kulingana na nafasi yako. Sasa usikubali kuondolewa kwenye tabia ambayo Mungu alikuamini akakuweka ili akutumie kwa sababu tu umeona changamoto. Utakuwa umebug step. Mfano, Yusufu alikuwa kwenye nafasi ya kama mtumishi wa Mungu. Mungu alikuwa anasema naye, anamjulisha kwamba siku moja ndugu zako na baba yako na wazazi wako watakuinamia. Lakini wale ndugu walikuwa kwenye nafasi ya pili ambayo wanatimiza kusudi la Mungu, lakini sio katika nafasi sawa na Yusufu. Kuna sisi wakati ambapo Mungu amekusudia kuleta uamsho kupitia taifa la Tanzania, maana yake ana jambo lake ambalo kila mmoja anamweka kwenye nafasi yake. Kwa hiyo mimi siwezi kutoka kwenye nafasi ya mtumishi wa Mungu nikaingia kwenye nafasi ya Mangi Kimambi kuhamasisha maandamano. No. Mimi natakiwa kusimama kwenye nafasi yangu mpaka mwisho, kama ilivyokuwa kwa Yusufu. Aliendelea kusimama kwenye nafasi yake ya kumwamini Mungu na kuziamini ndoto alizopewa na Mungu, kama ambavyo na mimi nimeendelea kumwamini Mungu na ndoto ambazo amekuwa akinionyesha juu ya taifa. Na nikawa nataja watu bila kufichi kusudi isije kaonekana uongo, maana namjua Mungu alikonitoa. Ngoja nionyeshe. Mwaka 2022 niliandika kitabu hiki. Nilianza kuandika 2021, kikakamilika 2022, kinaitwa Nguvu ya Kuandaliwa na Mungu. Nionyeshe namna ambavyo kwamba Mungu kabla hajakutumia kwenye jambo lolote anakuandaa. Huyo unayemuona ni Yusufu wakati akiwa anauzwa kwa Waishmaeli ili aende Misri, na wakati ambapo amekuwa waziri mkuu wa Misri. Lakini hapo kuna mchakato namna alivyokuwa anaandaliwa na Mungu, njia ambazo Mungu alikuwa anasema naye,
hatua za kuaminiwa na Mungu, ushindi juu ya dhambi. Tunaona alijaribiwa kwa habari ya dhambi. Kwa kuna maandalizi ambayo Mungu anakupa. Kwa hiyo niliandika hiki kitabu kwa sababu nilikuwa nakumbuka mapito ambayo Mungu amekuwa akinipitisha na Mungu akawa ananikumbusha kwamba kuna jambo ambalo ananiandaa kunitumia kwa ajili ya ufalme wake. Nikawa nakumbuka pia yale maono ambayo niliona waziwazi mwaka 1998. Ndio maana nikaandika. Na mwaka huu Mungu akanikumbusha namna ambavyo aliniambia mwaka 2021 kuliandaa kanisa kwa habari ya unyakuo. Kwa nimeandika kitabu hiki mwaka 2025 baada ya Mungu kunipa mzigo kwamba niandike. Kinaitwa Kuachwa kwa waliomjua Mungu. Kuna ushuhuda ndani yake kwamba mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu baadaye nilimuona motoni. Nini? Kwa sababu kuna wakati alimjua Mungu ila akaacha kuishi maisha ya mtu anayemjua Mungu. Kwa akatoka kwenye nafasi ya uzima milele akaingia jehanamu. Ni sawa na Warumi inavyotuambia kwamba Warumi sura ya 1 kuanzia mstari wa 20 nasema walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wakapotea. Utaendelea kusoma. Nao nirudi huku. Kwa hiyo maana yake Mungu ana jambo na taifa la Tanzania. Kwa haya yote mnaoyaona ni yule unabii juu ya uamsho wa neno la Mungu kupitia taifa la Tanzania. Sasa huo uamsho Mungu anapouleta hauji tu hivi kila mmoja anahubiriwa injili anaelewa. No. Mungu analeta jambo ambalo kila mmoja anamweka kwenye nafasi yake. Kwa hata Samia yupo kwa ajili ya nafasi kulingana na tabia aliyoibeba ndani. Maanake kama Mungu alikusudia uamsho uzaliwe mwaka 2020, alafu akaona kwa uongozi wa ni mfano, lakini kwa uongozi wa Rais Magufuli huo uamsho hauwezi kutokea kwa sababu watu wamerelaxi. Anaamua kumuondoa, anaamua kuleta taharuki kama alivyofanya tu kwa mitume. Wakati ule Mungu amewambia, Yesu amewambia kwamba waihubiri injili kuanzia Yerusalemu, lakini pia waende Samaria na Yuda mpaka mwisho wa nchi. Wao walirelax walipoendelea kuona zile miujiza. Alichofanya Mungu alileta taharuki, akamuua Stefano. Kumbuka sisi kifo ndo tunakiogopa, lakini maandiko yanatueleza kwamba kifo kwa mwenye haki ni pumziko. Kwa sisi ndo tunaweza tukaumia, kwa nini Mungu limuondoa Rais Magufuli? No. Kifo cha mwenye haki mbele za Mungu ni sherehe. Kwa Mungu anaweza akaona kwamba kuna kusudi langu linazuiwa. Linazuiwaje? Watu wamerelax. Kwa nini wamerelax? Kwa sababu kuna uongozi mzuri. Okay, ninamuondoa. Nani namuweka? Anaangalia mtu ambaye ana roho ya kishetani, ambaye anaweza akawasurubisha watu akamkumbuka Mungu. Basi akapatikana mtu kulingana na tabia yake. Nimetangulia kusema kwamba Mungu anakutumia kulingana na tabia yako. Kwa alipopatikana mtu mwenye tabia ambaye anaweza akaua watu, anaweza akateka, anaweza sikilize watu, asikae mezani, basi akaamua kumtumia. Kama tulivyokuwa kwa Yesu. Yesu alikusudiwa tangu mwanzo asalitiwe, lakini ilitakiwa awepo mtu mwenye tabia ya saliti ili iwezekane. Kwa kwenye mitume hao akawepo Yuda. Kwa unatumiwa kulingana na tabia yako. Lakini ukiamua kuiacha hiyo tabia, Mungu anakuondoa kwa hiyo nafasi. Mahesabu ya Mungu ni magumu, siwezi kuielezea sana. Kwa ndio hivyo. Sasa nihitimishe kwa kusema ya kwamba hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu anajua anachokifanya. Anachotaka ni kwamba mmoja, watu wasimame kwenye nafasi zao. Wajue ya kwamba Mungu amewapa nafasi kuhubiri injili ya kuwaokoa watu kutoka dhambini kuingia uzimani, na sio kuwahubiria watu kupata magari. Hayo ni ziada, kama inavyosema Mathayo sura 6
mstari wa 33. Lakini pia watu pia inawakumbusha kwamba kumbe fedha na magari unaweza ukayaacha na ukaenda kukaa mahali ambapo hata uwezi ukanyoa ndevu. Kwa hiyo kumbe nafasi ambayo Mungu amekupa uitumie ipasavyo. Yaani haka ni katreda Mungu anatupa kwamba kumbe Mungu amenipa nafasi ya kuhubiri Injili, basi natakiwa nifanye hivi. Lakini pia kuna fundisho ambalo Mungu atalitoa kwa viongozi wa serikali. Hii itawasaidia kujua kwamba kumbe Mungu akinipa nafasi ya kuwa kiongozi, Biblia niliapa kwa Biblia au kwa Qur'ani kwa ndugu zetu Waislamu, basi maana yake kuna msingi ambao ninaongozwa, kuna yule aliye juu yangu, basi nifuate huo msingi. Kwa hiyo ni wakati kila mmoja ambapo Mungu atatufundisha, ili sasa anapoanza kuleta yale uamsho kila mmoja akili imemkaa kwenye kichwa. Lakini mwisho ninaomba niseme hivi: Yesu paka anaingia pale msalabani bado alisimama kwenye nafasi ya mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo kwenye haya yote tunaoyapitia, bado kama watu tunaomjua Mungu, Mungu anataka tuendelee kumtambulisha Yesu ni nani, ya kwamba sisi tunaitwa Wakristo kwa sababu kuna Kristo au Yesu Kristo. Na sasa kupitia haya tunatakiwa tutambulishe kilichomleta Yesu duniani, ni kuupatanisha ulimwengu na Mungu. Na sisi hapa duniani ametuachia kazi kama wapatanishi. Kwa hiyo kama Yesu ambavyo hata alipokuwa msalabani bado alikuwa mpatanishi kati ya watu na Mungu, ndio maana hata yule mwizi msalabani wa kulia bado alipata kuwa kwenye nafasi ya Mungu, alipatanishwa na Mungu. Licha ya kwamba wanaomtesa ni wanadamu na nini, lakini bado anaendelea kusimamia nafasi yake ya upatanishi. Kadhalika na sisi tunapokuwa kwenye nafasi za Mungu, haijalishi wewe ni mtumishi au sio mtumishi, maadamu tu umebeba sura ya Yesu, umemwamini Yesu, kumbuka kwamba wewe ni mpatanishi kati ya waovu na Mungu. Mungu hajatupa nafasi ya kuwahukumu wenye dhambi, ametupa nafasi ya kuwapatanisha wenye dhambi. Kwa hiyo mimi nikimwona Mange Kimambi anahamasisha maandamano, nitajua huyu ni askari B wa Mungu, kama ambavyo Mungu alitumia Farao asiyemjua Yusufu kuwatesa Israeli ili imrahisishie Musa kuwafanya Israeli wakubali. Maana kama wangeongezewa raha, wangemsumbua Musa kuondoka Misri. Kwa Mungu akamtumia Farao kama askari B, kama jeshi B, kwa kumsaidia Musa kazi ya kuwafanya Israeli wakubali kuondoka. Kadhalika na Mange Kimambi ninapomuona, najua hii ni jeshi B, ni plani B ya Mungu ya kuwafanya ya kutusaidia sisi watumishi wa Mungu kuwapatanisha waovu na Mungu. Maana wakiona taharuki za maandamano watakumbuka kwamba mbele yetu kuna chinja, mbele yetu kuna kukimbia nchi tukiwa na nguo tu na hela chache, mbele yetu kuna kuacha kila kitu. Kwa nini basi wanarudi kwenye nafasi ya kupatanishwa kati yao na Mungu? Kwa hiyo kuna watu ambao wamewatendea vibaya, bado tunatakiwa tuangalie. Naomba kuangalia kitu fulani hapa. Amen. Bado hao waovu tusiwatazame kama watu ambao wanastahili kuuawa ili sisi tuishi. No. Maandiko yanatuambia sisi hapa duniani ni wapitaji. Duniani sisi hapa ni wapitaji. Uwe na fedha, uwe na mali, sisi ni wapitaji. Kwa mpango wa Mungu ni kuwaokoa wanadamu kutoka kwenye uovu, wapatanishwe na Mungu. Kwa hata kama mtu ameua ndugu yako, bado ni furaha kubwa kumuona hajafia dhambini, bali amempokea Yesu. Kwa hata kama unamjua huyu ndo askari ambaye alikuwa anatoa amri, anaamrisha watu wapigwe, ni furaha kubwa sisi watumishi wa Mungu kuona amepatanishwa na Mungu. Naomba niwakumbushe nafasi yenu watu wa Mungu. Naomba nisome ile andiko.
Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 9 inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Sasa naomba nikuulize wewe mtu wa Mungu, kama ndani yako unashabikia maandamano kama watu wengine wasio na imani kubwa juu ya Mungu, je, wewe ni mpatanishi? Au niseme kama wewe ni mwana wa Mungu? Kama huleti upatanishi kati ya waovu na Mungu ili wamjue Mungu, badala yake unataka maandamano, wapigwe, wakimbie nchi, je, wewe ni mwana wa Mungu? Na kama utaniambia ni kweli mimi ni mwana wa Mungu, umepatanisha wapi? Kwa sababu maandiko yanasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kwenye wakati huu, maana yake ni wakati ambapo Mungu anatupa nafasi ya kuendelea kusimama kama wapatanishi mbele zake. Tunahitaji kuwapatanisha waovu. Hata huyu Rais Samia, maandiko niwasomea andiko siku moja la Ezekiel kwamba Mungu hafurahii kufa kwake mtu muovu. Ndio maana hata Yesu kabla Yuda hajamsaliti alimjulisha ili kusudi angalau ikiwezekana apate nafasi ya kubadilika. Lakini kwa sababu bado angetokea yote, lakini kwa kuwa kutubu, ndiyo maana alikufa vibaya. Kwa maana yake hata Rais Samia bado ana nafasi ya kukumbuka na kugeuka na kumwamini huyu Yesu. Anaweza akatafakari. Tunahitaji kuonyesha ule upendo wa Yesu, ambapo Yesu akiwa kwenye nafasi ya Mungu bado aliruhusu Baraba, yule mwizi mkubwa, jangili, atolewe awe huru ili yeye Yesu afungwe au wawe. Huu ndio moyo wa Yesu ambao tunahitaji kuwahubiria wenye dhambi, wajue kwamba ndo kwa nini Yesu tunasema ni njia na kweli na uzima kutupeleka kwa Mungu. Kwa sababu alionyesha tabia ambazo hakuna mwanadamu aliyenazo. Leo hii tu kila mmoja, baada uongozi huu kuwa mbaya kwetu, utekaji na nini, kila mmoja anaombea Rais Samia afe. Unaona, wewe ni mwanadamu, umeombea Rais Samia afe. Hicho ndo kinachokutofautisha kati ya wewe na Yesu. Ndio maana kwamba Yesu alibeba moyo wa Mungu. Ndio maana ni njia ya kutuongoza kwa Mungu, kama inavyosema Yohana sura ya 15. Naomba nisome hilo andiko. Yohana 15 Yohana 14 mstari wa 6 nasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yes. Kwa unaona, Yesu ni njia. Kwa kuna sifa nyingi ambazo hazitoshi kuelezea kwa pamoja, lakini kwa nini Yesu tunasema ni njia ya kutupeleka kwa Mungu? Kwa sababu ya sifa alizo nazo. Moja wapo, hakuzaliwa kwa mbegu za kiume. Maana yake sio mwanadamu wa kawaida kama sisi. Maana yake ni alikuwa mwana wa miungu, mwana wa Mungu, kwa sababu hakuzaliwa kwa mbegu ya mwanadamu. Kama hakuzaliwa kwa mbegu ya mwanadamu, bali Yusufu alikuwa mlezi wake tu. Maana yake sio mwanadamu kama sisi. Ila Yohana 1:14 inatupa picha vizuri kwamba alivaa mwili wa mwanadamu, akajifananisha na mwanadamu. Ila ndani yake, moyo wake, uwezo wake haukuwa wa mwanadamu. Ndio maana alifanya miujiza. Ndio maana dunia yote inapaswa ijue kwamba kwa nini Yesu ni njia pekee ya kuleta wokovu, na sio kuhamasisha maandamano. Maana yake katikati ya uovu ndio tunatakiwa kumhubiri Yesu vizuri ili ajulikane. Nimeongea mengi na mengine ambayo nilikuwa nimekusudia kuongea mkini sijayagusia, lakini nitamani tu tujue kwamba moja, tujue uwezo wa Mungu kama ambavyo Mungu alirekebisha simu yangu. 2, tujue nafasi zetu kama watu ambao tumeokoka. Hujaokoka ili uitwe tu Mkristo, umeokoka ili uwe mpatanishi. Ngoja niongeze andiko lingine. Andiko
la Wakorintho. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari ule wa 16 hadi 20. Inasema, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Maana Yesu alikuja kwa njia ya mwili, lakini sio mwanadamu kabisa kama ambavyo alikuwa anaonekana. Ndio maana akasema 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Unaona, kumbe Mungu aliamua kutupatanisha sisi na yeye kupitia Yesu Kristo. Nasema, naye alitupa huduma ya upatanisho. Kumbe sisi pia tunapomwamini Yesu Kristo, ujue ndani yako umepewa huduma ya upatanisho kati ya wenye dhambi na Mungu. Unawapatanisha wenye dhambi na Mungu kwa Mungu. 19, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Unaona, manake sisi tunatakiwa ndani yetu tubebe neno la upatanisho. Yesu, ngoja nirudie huo mstari, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kumbe Yesu alikuwa anaupatanisha ulimwengu na Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu alikuwa ndani ya Yesu akiupatanisha ulimwengu na yeye. Haya, akasema naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kumbe ndani yako Mungu ametia neno la upatanisho. Manake kinywani mwako, kama mtu unayemjua Mungu, litoke neno la kuwapatanisha waovu na Mungu, kuwafanya wamjue Mungu, kwamba wajue kwamba hiki ninachokifanya sicho, nirudi, na sio kuleta hukumu kwamba lazima wakimbie nchi. No, Mungu anapenda mapatano. Maana Mungu sio wa machafuko, ni Mungu wa amani. Ndio maana sifa za Yesu alipokuwa anazaliwa zilitajwa kabla miaka 700 kabla hajazaliwa. Ndio maana anasema Yesu sio mwanadamu kama wengine. Ndio maana tunasema Yesu ni mwana wa Mungu. Isaya, miaka 700 Isaya alitabiri juu ya sifa za Yesu. Ukisoma kwenye, naomba niwasomee ili msije mkasema anaweka tu. Isaya sura ya 9 na ule mstari wa 6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Yesu ni mfalme wa amani. Kwa kuwa sisi tunaitwa Wakristo na tunaye ambaye mwenye jina hilo ni mfalme wa amani, manake popote tulipo tunatakiwa kuleta amani, kuleta upatanisho. Mwisho ninaomba niseme hiki, ya kwamba nirejee ile ndoto ambayo Mungu alinipa, kwamba niko na Rais Kikwete kwenye meza pamoja na wazee wa umri, yani wazee wakubwa kama kina Mwakasege. Na baada ya hapo ilikuwa kama tuko kwenye kikao, na baadaye kulikuwa kuna mechi ya mpira, na Rais Kikwete akawa anatamani acheze, lakini hakuna akuwepo mtu yani wa kumpa jezi. Ndani yangu nikaguswa kumtafutia jezi. Manake Mungu alikuwa anaonyesha ni nafasi gani kama watu tunaomjua Mungu tunatakiwa to pray kwa watu ambao wamekuwa mbali na Mungu, ili kuwarejesha kwa Mungu. Maana Yesu hakuja kwa baadhi ya watu kwamba wenye sifa nzuri ndo Yesu anawaokoa. No, maandiko yanasema kwamba Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu alikuja kwa wenye dhambi. Kwa maana yake unapomleta mtu mwenye dhambi kwa Mungu, hiyo ndo kazi yako. Kwa ndio maana kwenye ndoto inaonyesha kwamba ninamtafutia jezi, maana yake ili afanane na wengine.
Maanake hiyo ni kwa habari ya nini? Kumhubiria wokovu, kwamba unachokifanya sicho. Mwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Roho mbaya inayokutumikisha bila wewe kujua itaondoka. Imekutumikisha tangu ukiwa rais, kuna rushwa nyingi zimetokea, Richmond na nini. Hiyo roho imeendelea kukua kiasi kwamba itaendelea kukutumikisha mpaka unaingia kaburini. Haitakuacha uridhike, maana ni roho iliyo nyuma. Lakini nawezaje kutoka? Kama ambavyo tunahubiria kwa jina la Yesu, tunaombea pepo kwa jina la Yesu Kristo wanatoka. Maana yake pia nawe hiyo roho itatoka, na sasa itaingia roho ya Mungu. Yesu atapata nafasi ndani yako. Huko ndo kumpa jezi. Kumpa jezi Rais Kikwete kwa ndoto niliyoyota tarehe 15 mwezi wa 8 2025 ni kumhubiria wokovu, injili ya Yesu Kristo. Huko ndo kumpa jezi. Na yeye sasa kwenye hiyo ndoto ana nafasi yake, kwamba ana nafasi ya kuikubali jezi au kuikataa. Maana mfano hivi, unatamani kucheza, unaweza kulazimisha, nataka tu kucheza hivi bila jezi. No, unakatazwa kwamba no, mfumo ni kwamba ili ucheze lazima upate jezi. Kadhalika manake unapotaka kuwa kwenye nafasi nzuri, ukifa maovu yako yamesamehewa, lazima uwe na jezi ambayo ni wokovu kupitia Yesu Kristo. Hicho ndicho ambacho Mungu alinipa kwenye ndoto, kwamba wajibu wangu kabla hajafa ajue ya kwamba Yesu anampenda bado, na bado ana nafasi ya kutubu dhambi zake alizozifanya. Yeye anajua kwenye haya machafuko kati yetu na yanayotokea Tanzania, ana nafasi gani nyuma yake. Maana hata kwenye ndoto zangu zote alizonionyesha Mungu, sijamuota Rais Samia. Maana yake Rais Samia pia ni sawa na Yuda, kwamba tabia zake, sifa zake zimemfanya asimame kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo ila nyuma yake kuna roho inaopalete kupitia mtu mwingine. Kwa una nafasi Rais Kikwete ya kutengeneza na Mungu, na ukatafakari juu ya huyu Yesu ambaye kwa nini mpaka leo tunasema tuko 2025 kwa sababu tu Yesu alizaliwa, wakati kuna watu maarufu. Kwa nini pamoja na kwamba kuna kalenda nyingi duniani, lakini kwa nini kalenda ya Yesu ndio inatumiwa na mataifa mengi? Kuna mengi ya kujifunza. Kwa nini Yesu alipokufa hakubaki kaburini, alifufuka? Kwa nini hata Waislamu mnakiri ya kwamba Yesu ni dalili ya kiyama na atakuja? Unawezaje kumpuuza yule ambaye atakuja kukuhukumu? Yaani hakimu ambaye atahukumu kesi yako umtukane, alafu utegemee kuwa salama. Maana unapomkataa Yesu asiwe Bwana wako, maana yake ni sawa na kwamba humpi nafasi, unamtukana. Kwa kama Yesu atakuja kuhukumu ulimwengu, je, wale ambao hammuamini leo, kama mnaamini kweli ni dalili ya kiyama, wale ambao hammuamini leo mtakuwa kwa nafasi gani? Kwa hiyo hii ndio injili yangu kwa Rais Kikwete, ya kwamba ile ndoto niliyoota kwamba nakupa jezi ni kukuhubiria injili. Lakini pia Kikwete amebeba sura za watu wengi, manake wote wenye tabia kama za Kikwete ambazo tunazijua na ambazo hatuzijui, Yesu anataka awape jezi, anataka awape wokovu. Mna nafasi ya kukubali au kukataa. Lakini mwisho niseme ya kwamba Mungu amekusudia mabaya juu ya waovu. Yaani hata kama ni tuhubiri upatanisho, bado Mungu huwa anaadhibu uovu. Kwa wanajua ataadhibu kwa namna gani. Na nitangulia kusema kwamba Mungu hutumia waovu kuadhibu waovu. Huepusha mikono ya wenye haki isitumike kuadhibu. Maana damu ni damu. Unapomwaga damu, haijalishi ulikuwa mwenye haki, bado unafungiwa. Kuna mambo huwezi kuyafanya ya kimungu kama ilivyokuwa kwa Daudi. Kwa hiyo haimaanishi ya kwamba tunapohubiri amani kwamba hamtapatwa na mabaya yoyote. Mungu ameandaa watu. Mungu ana watu wa kuwatumia. Mungu anaweza akatumia ugonjwa. Mungu anaweza akatumia ajali. Mungu anaweza akatumia chochote. Na ninachoomba Mungu afanye njia ya mapatano. Kwa sababu Yesu aliletewa mwanamke mzinzi, hakumhukumu. Aliwaambia kama nyie ni wenye haki, basi muwe wa kwanza kumpiga mawe. Manake sisi pia kama wanadamu tuna makosa yetu.
Kwa ndio maana badala ya kufurahia mtu akimbie, siku moja tulisikie labda rais au fulani amekimbia nchi, anaishi maisha magumu. Mungu anataka tuwe na mapatano. Kila mmoja asijihesabie haki, bali aone ya kwamba okay, tunatengeneza. Kwa rais wangu Samia, una nafasi ya kuwasikiliza watumishi wa Mungu ambao wanakuhubiria amani ili mabaya yasikupate huko mbeleni. Una nafasi ya kuwasikiliza na kugeuza moyo wako. Mungu anaweza akakupa nafasi nyingine. Kwa Biblia kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na roho mbaya sana, Ahabu. Lakini mwishoni Ahabu alibadilika na akampa Mungu nafasi. Na una nafasi ya kubadilika na kufuatilia huyu Yesu ni nani? Kwa nini anahubiriwa? Kwa nini Yesu alihubiri upendo mpaka mwisho? Kwa nini Yesu hakulipiza kisasi? Kwa nini Yesu hana tabia kama ya kwako? Tamani hiyo tabia. Kwa nini Yesu anasamehe dhambi ambazo wanadamu hawawezi wakasamehe? Ukianza kuyatafakari hayo, na kukumbuka ukifa utaelekea wapi, utajua. Mungu akusaidie Rais Samia, utengeneze na Mungu kabla ya hukumu ya Mungu haijafika kwako. Naomba nihitimishe kwa kusema hivi. Kuna watu ni watumishi wa Mungu, lakini bado ndani hawatamani mema juu ya Rais Samia. Ni kwamba tusiwe akina Yona. Yona alipoambiwa Ninawi inaangamia, ni Mungu alikuwa amemjulisha, ila Yona alikuwa anafurahia zaidi kuangamia kwa Ninawi kuliko kupona kwa Ninawi. Ndio maana alipoona mji ya uangamizi, Yona alimkasirikia Mungu. Ukisoma hiyo kitabu cha Yona utaangalia. Kuna wakati Mungu ametuonyesha mambo mabaya juu ya taifa, ila tumekuwa kina Yona, tunatamani yatimie zaidi kuliko Mungu kuepusha zaidi. Leo nimeona kwamba kuna kikao cha Umoja wa Afrika ambapo wamekaa mezani ili kuangalia juu ya uchaguzi. Mungu awape hekima kutengeneza, na hata akishawapitisha mahali hapo, bado mna nafasi ya kurudi na kuacha uovu. Watekaji wote ninawaombea kwa Mungu, Mungu awape neema ya kutubu kabla mjafa. Na pia ninawaombea Watanzania moyo wa kusamehe na kujua kwamba hakuna ambaye ni mwenye haki siku zote. Kila mmoja tunakosea, kila mmoja anaweza akaingiwa na roho mbaya. Kama ambavyo siku moja uliingiwa na roho ya uzinzi, ukaanguka kwenye dhambi ya uzinzi, ndivyo ambavyo mtu anaweza akaingiwa na roho ya uuaji akaanza kuua watu. Lakini kama ambavyo wewe ulirudi kwa Mungu akakusamehe roho ya uzinzi, ulipoingiliwa na hiyo roho ukatenda dhambi, ndivyo ambavyo hata aliyeua, hata kama ameua ndugu yako, bado Mungu anampa nafasi ya kutubu ili aweze kurejea. Tunahitaji kuhubiri toba zaidi kuliko hukumu zaidi. Naomba nihitimishe kwa maombi. Mungu uliye hai, Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo na mwenye mamlaka, asante Mungu kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu umetuweka ili tuwe wapatanishi na sio mahakimu wa hukumu ya Mungu. Samehe watu wote ambao wamefanya maovu juu ya taifa la Tanzania. Mungu, tunaombea msamaha kwako. Naomba msamaha kwa ajili ya Rais Samia. Umsamehe. Yako mengi ambayo yamefanyika, na wala hatuwezi kunyamaza na kuficha kwamba hajayafanya. Lakini Mungu, bado tunaomba umsamehe. Umetufundisha upendo na tunasimama kwa hiyo nafasi ya upendo. Umetuambia tuombee adui zetu. Mungu, tunasimamia neno lako ili tuendelee kukutambulisha wewe Yesu. Unataka tuidhihirishe tabia yako Yesu, maana umesema sisi ni nuru ya ulimwengu na chumvi ya dunia. Yesu, tunaomba rehema na toba kwa maaskari waliopokea oda na kutoa oda za watu kuuawa. Uwasamehe. Tunaleta taifa la Tanzania sasa mikononi mwako. Mungu, naomba ukaliunganishe. Yesu, naomba ukaliunganishe taifa la Tanzania. Mungu, ukalejeshe, ukalinde amani ya Tanzania, tunaiweka mikononi mwako Yesu.
Umoja wa taifa la Tanzania tunauweka mikononi mwako Yesu, na kutukuza kwa sababu umesikia na ninaamini utatenda zaidi ya vile ambavyo tumedhani. Mkono wako unaweza, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki wa Tanzania. Tuendelee kusimama na Mungu. Mungu atatushindia. Ni kwamba naomba niseme ya kwamba Mungu aliweza kumwokoa mwizi msalabani dakika za jioni. Manake bado pia Mungu anaweza akawasamehe wenye dhambi na waovu ambao wamelitesa taifa. Anaweza akawasamehe kama watawahi kutubu. Maana kuna yule mwizi ambaye aliendelea kubeza yule wa mkono wa kushoto, Mungu alimhukumu, alikufa kwenye hukumu. Kwa wale ambao hawatapata nafasi ya kutubu na kutengeneza, wanaweza kupatwa na mabaya zaidi. Pamoja na hayo, Mungu asimame amtoe Yona. Kama hawatakubali kutubu na kumgeukia Mungu, basi wawe kama akina Yona, ambapo Mungu alimtoa Yona kwenye meli ili meli ibaki salama na watu wake, alafu Yona achukue adhabu yake. Amen. Mungu awabariki. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Huu ni wakati wa kumjua Yesu na kujiandaa. Hiki kitabu unaweza ukaangalia hapa, ukascreenshot, ukasoma huu ujumbe, ukasoma ambapo Mungu alianza kunifunulia zamani sana kwa habari ya siku za mwisho. Na kuna moja ya ujumbe huu ndio ulifanya baba yangu aokoke, na mpaka sasa hivi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni wakati ambapo Mungu anataka tujiandae. Unaweza ukasoma hapa, nikasikia sauti, jiandae kanisa. Kwa tunahitaji kanisa kujiandaa. Yamkini umerudi nyuma, umemwacha Mungu. Kumbuka kurudi kwa Mungu. Kuna siku inakuja ambapo hautapata nafasi ya kutubu. Utakuwa umechelewa. Siku ile parapanda ambapo italia, itakuwa kilio na kusaga meno. Mungu anakuhitaji. Rudi. Uliacha wokovu kaingia kwenye dhambi, rudi. Mungu ana haja nawe. Kumbuka, uzinzi huo isiyo sababu ya kukupeleka motoni. Kumbuka, mwili utauacha mavumbini. Kwa nini unashindwa kucontrol mwili? Hata sisi tunahisia, lakini bado tumekataa, tumecontrol mwili. Sio kwamba sisi ni miti, ila tumekubali kuutisha mwili, na ukimruhusu Yesu anautisha mwili. Kwa tafuta nafasi ya kutubu kabla parapanda haijapigwa. Lakini pia naendelea kutoa wito kwa watu wa Mungu. Ninatamani kuanzia tarehe 1 mwezi wa 11 tuanze harakati za kuandaa mikutano ya Injili kuhubiri. Mwezi wa 12 wote uwe ni mikutano ya Injili. Ninatamani Mungu anifungulie mlango kuandaa huo mkutano wa watu 100,000 ambao aliniambia ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 7 2022 nikiwa Kenya, kwamba nimwandalie mkutano wa Injili wa watu 100,000 wa uamsho. Natamani kama kuna mtu atausikiza ujumbe huu mpaka mwisho, anisaidie kufikisha ujumbe huu kwa Mwalimu Christopher Mwakasege, ambaye Mungu amekuwa akinifunulia juu yake. Amekuwa akitufunulia mimi na mke wangu juu yake kwa habari ya utumishi, ya kwamba lipo kusudi, na ndio maana tunatamani tuonane naye ili aombe kwa ajili ya huduma ambayo Mungu ameweka ndani yetu, na ambayo ameendelea kuwa anaonyesha kuna connection. Simaanisha kwamba mimi na huduma ya uinjilisti, lakini Mungu akikuamini
ukitaka amini akikuambia ukutane na mtu fulani, maana yake kukutana naye. Sio kwamba utachukua anointing yake, ila Mungu anaheshimu mamlaka. Na kuna siku moja nilikuwa kwenye mkutano, honeymoon yetu tulifanyia kwenye maombi. Yaani tulipooana tu hivi, Mungu akanisemesha honeymoon yako itakuwa kwenye kongamano la maombi la Mwakasege. Kwa hiyo tulienda kwenye kongamano la Mwakasege la mwaka 2022 mwezi wa 8. Na siku ya hitimisho, wakati ambapo Mwakasege alishuka ili kuombea watu kuweka mikono, na mimi nilikuwa mbele mstari wa kwanza. Baadaye Mungu akaniambia kwamba usitafute kwa lazima kuwekewa mikono, maana haiwezi kubadilisha chochote. Subiri wakati wa Bwana. Kwa hiyo ni wito wangu kikubwa ninachosema kwamba Mwakasege, kama utasikia ujumbe huu, uwe ni sehemu ya watu ambao utaendelea kuorganize mikutano mikubwa ya injili ya uamsho. Na Mungu aendelee kutukutanisha kwa wakati wake. Amen. Bye.